Katibu, nimekuja nataka nipate tathmini na maendeleo ya uchukuaji wa fomu kwa watiania ambao wanajitokeza katika majimbo mbalimbali. Tunafahamu mkoa wa Ruvuma una majimbo 9, lakini kuna wale wenye viti maalum. Mpaka sasa hivi zoezi linaendeleaje na mwitikio ukoje? Kwanza mimi naitwa ndugu John Foroteo Hauli, katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Kwa niaba ya katibu wa CCM mkoa, tutatoa mwenendo wa zoezi linaendaje, ikiwa leo ni siku ya pili wa zoezi letu la uchukuaji fomu kwa wanachama wetu wanaoomba kuteuliwa kuwa wagombea wa nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Chama chetu kwa mujibu wa ratiba yetu tuliojiwekea sisi Chama cha Mapinduzi, jana tulifungua rasmi zoezi la uchukuaji wa fomu kwa wanachama wetu, zoezi ambalo litadumu mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Na zoezi hili linahusisha wanachama wote wanaoomba kuteuliwa kugombea udiwani wa kata, udiwani wa viti maalum, ubunge wa majimbo, lakini pia ubunge wa viti maalum. So far mpaka leo tarehe 29, ikiwa ni siku ya pili kati ya siku 5 ya zoezi hili, mkoani kwetu hali ni shwari, zoezi linakwenda vizuri. Wanachama wana mwamko wa hali ya juu, wamejitokeza kwa wingi kutumia haki yao ya kikatiba ya kuomba kuteuliwa kuwa wagombea wa chama chetu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Wanachama wetu wanatumia haki yao ya kikatiba kwa sababu wanachama wa Chama cha Mapinduzi ana haki ya kuchagua na ana haki ya kuchaguliwa. Kwa hiyo tumekuwa na namba kubwa sana mwaka huu ya wanachama wetu waliojitokeza kuomba hizi nafasi. Hii ni alama ama ni ishara kwamba demokrasia imekuwa kubwa sana ndani ya chama chetu. Ukifuatilia hapo awali watu walikuwa wanaamini labda vyeo fulani na vya watu wa aina fulani. Lakini sasa hivi nafikiri ndugu mwandishi, wewe ni shahidi, wanachama wote bila kujali lolote wamejitokeza, wamehamasika. Na mimi nitumie wakati huu kuendelea kuhamasisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi. Hata yule aliyejiunga leo asubuhi, chama chetu ukijiunga tu hapo unakuwa na haki zote. Unakuwa na haki sawa na yule mwanachama aliyejiunga hata miaka 10 iliyopita. Waendelee kujitokeza kutumia haki yao ya kikatiba. Sisi mkoa wa Ruvuma tunazo kata 173. Kwenye kata hizi 173 tunawakaribisha, tunaendelea kuwasisitiza wanachama wajitokeze. Lakini pia tunazo nafasi za madiwani wa viti maalum. Fomu hizi zinatolewa kwenye ofisi za UWT za wilaya hizi za madiwani ya viti maalum. Lakini pia tunazo nafasi za wabunge viti maalum, zinatolewa hapa kwa katibu wa UWT wa mkoa. Lakini pia tunazo nafasi za viti maalum vijana na wazazi. Wako pia hapa makatibu wa hizo jumuiya, moja ya vijana na wazazi. Kwa wale ambao wanachama wanaomba nafasi ya kuteuliwa kwenye hizo nafasi za viti maalum, kwa maana ya umoja wa wazazi na umoja wa vijana, lakini pia umoja wa wanawake. Wanachama wa kwenye kata waendelee kujitokeza kwa katibu wa CCM wa kata husika kwenda kuchukua na kujaza hizo fomu. Lakini pia wanachama wanaoomba kuteuliwa kuwa wagombea wa ubunge kupitia chama chetu, wako makatibu wa wilaya zetu zote 6. Fomu hizo zipo, zoezi linaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Na kanuni yetu imeweka wazi ada za hizi fomu ni 50,000 kwa udiwani wa aina yoyote ile, wewe kata ama viti maalum. Lakini shilingi 500,000 kwa ubunge wa aina yoyote, ubunge wa jimbo ama ubunge wa viti maalum. Mpaka sasa hivi hatujapata kesi ya watendaji wetu kuongeza bei ama kufanya ulanguzi wa hizi fomu, na tunaendelea kusisitiza kwa niaba ya mkurugenzi wa uchaguzi wa chama chetu mkoa wa Ruvuma, tunafuatilia kwa karibu mwenendo wa zoezi hili la uchukuaji fomu wa wanachama wetu. Chama cha Mapinduzi kiliweka ada hizi kwa maana yake ili ziweze kufikika na wanachama wetu wote. Kwa hiyo asitokee mtendaji ama mtu yoyote kwa namna mbili, kuongeza bei ya fomu ama kudai mchango mwingine nje ya fomu wakati huu.
Hivyo vitendo tunaendelea kuvikemea. Kwetu mkoa wa Ruvuma hali bado ni shwari, naendelea kuwasisitiza kama ambavyo amejitokeza siku ya jana na leo. Tuna takwimu ya watu wengi sana. Bado kituo chetu kipo hapo kinaendelea kupokea takwimu za leo kwa sababu tunapata takwimu za kila siku kwa mkoa mzima. Kwa hiyo tunaendelea kukusanya data, lakini tunakwenda vizuri sana. Na hii nafikiri inatuma salamu kwamba ni namna gani Chama cha Mapinduzi kinaaminiwa na kinakubalika na wanachama wake. Wewe mwenyewe umeona huko mtaani, lakini pia mtandaoni, nyinyi ambao mnaamini sana mitandao kuliko mtaani. Ukiscroll kidogo fulani achukua fomu. Ukiscroll kidogo fulani achukua fomu. Hii ni ishara kwamba chama chetu kinakubalika na kinaaminiwa na wanachama wake. Na sisi mtaji wetu wa kwanza ni wanachama. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Sawa, labda sasa kwa makisio mpaka sasa hivi ni wanachama wangapi ambao wamejitokeza kwa nafasi ya ubunge? Labda kwa sababu kwa nafasi ya udiwani pengine wanaweza wakawa wengi zaidi. Sasa kwa nafasi ya ubunge ukichanganya wale wa viti maalum na wa majimbo, mpaka sasa hivi wanafikia wangapi? Na ni jimbo gani ambalo lina mwamko zaidi? Leo ni siku ya pili kati ya siku 5, na kama nilivyokueleza bado hapo kituo kinaendelea kupokea takwimu, na mimi sitaki kukupa taarifa ambayo si rasmi. Kwa nikikamilisha hapa nitakupa takwimu mpaka siku ya pili ni watu wangapi. Lakini majimbo yote ya mkoa wa Ruvuma mpaka jana siku tu ya kwanza tayari tulishakuwa na wagombea zaidi ya mmoja kwa kila jimbo. Tuna majimbo 9 ya uchaguzi. Hakuna jimbo ambalo limekaa kutwa nzima kwa kupata mgombea mmoja ama kutokupata mgombea. Hatuna hilo jimbo ndani ya mkoa wa Ruvuma. Tayari tuna wagombea wengi kwa kila jimbo. Tuna majimbo 9 ya uchaguzi. Watu wanasema hapa itakuwa hivi, hapa itakuwa hivi, labda kigogo huku. Mimi nataka niwaambie wanachama, Chama cha Mapinduzi kina mtu wa aina moja tu anayekwenda kuchukua fomu, ni mwanachama. Maarufu, kigogo, ni nani, hiyo yote ni huko. Kwa hiyo majimbo yote sisi chama tunasema tunao wanachama wetu waliojitosa. Wengine wanasema hapa mtanange utakuwa hivi, mtanange utakuwa hivi. Hayo ni maoni yao na chama chetu kinatoa hizo nafasi za kutoa uhuru wa maoni. Lakini sisi tunawatreat ama tunawachukulia wanachama wote ni sawa kwenye level moja. Baada ya zoezi la kuchukua fomu kuna michakato mingine itaendelea na hatimaye wana CCM watampata mwanachama ambaye atapeperusha bendera kwenye uchaguzi kwa ngazi husika. Kwa hiyo tunazo takwimu zinaendelea kukusanya. Leo ni siku ya pili, zoezi limefungwa saa 10. Sisi kama ofisi ya mkurugenzi wa uchaguzi wa mkoa tunaendelea kupokea takwimu kutoka kata zote 173, kutoka majimbo 9 yote ya uchaguzi, lakini kutoka kwa makatibu wetu wa jumuiya kuona ni madiwani wangapi na wabunge wangapi wa viti maalum ambao wamejitokeza kuomba nafasi ya kuteuliwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu katika nafasi mbalimbali. Sawa. Waheshimiwa wabunge ambao wanamaliza muda wao, nimeona baadhi wameendelea kujaza fomu wakihitaji wameendelea kuomba ridhaa ya kuwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Nimeona kadhaa, lakini sina taarifa kwamba mtu ametangaza hadharani kwamba hatagombea tena. Lakini mimi niendelee kusisitiza kwa wakati huu tuliopo, awe ni mheshimiwa mbunge anayemaliza kipindi chake ama awe mpya, sisi kwetu atakapofika wote tutawaona ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanaoomba kuteuliwa na chama chetu kuwa wagombea kwenye uchaguzi mkuu. Lakini pia umeeleza kuhusu watu labda wenye majina makubwa, vigogo huko wametoka wamekuja Ruvuma. Tunaona ni kweli, na mimi nikisoma naona, lakini nirudi pale kwamba chama chetu ni wahakikishie wanachama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma, sisi tunawachukulia wanachama wote ni sawa. Mtu awe huko maarufu, ana jina kubwa ama hana jina kubwa, kwetu sisi huyu ni mwanachama aliyeomba ridhaa, anayeomba kuteuliwa. Na sisi hatuwezi kutishwa labda fulani na jina kubwa na nini. Kuna mambo mawili nafikiri watu wanapaswa kuyaelewa kwenye jamii zetu. Kuna swala la kujulikana na kukubalika. Unajua mtu anaweza kawa maarufu na asikubalike, lakini anaweza akawa maarufu na akakubalika vile vile. Kwa hiyo sisi chama hatutaki kuingia huko kwenye nani anazungumzwa sana, nani azungumzwe sana. Sisi wakija kwetu kujaza fomu, hakuna kipengele cha anajulikana wangapi na nini.
tunataka tu wewe ni mwanachama wetu, kadi yako ya wanachama, una vigezo ambavyo vimetakiwa na katiba ya nchi, kwa sababu kwanza lazima uwe na vigezo ambavyo vinatakiwa na katiba ya nchi kwenye nafasi unayoomba. Kama ni mbunge au diwani, una vigezo vya kinchi, una vigezo vya kichama, tutakupokea ni mwanachama wetu. Utalipia ada ambayo tumejiwekea kama wana CCM. Baada ya hapo michakato itaendelea. Tuna vikao vya awamu ya kwanza, tuna zoezi la kura za maoni, tuna vikao vya awamu ya pili, tuna vikao vya mwisho kwa ajili ya uteuzi. Kwa hiyo ni kweli wapo kama ambavyo wamesema watu ambao inasemekana na majina makubwa, na mimi nikipita naona, lakini sisi ndani ya chama chetu hakuna mtu aliye mkubwa kuzidi Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wote ni wanachama na wote wako sawa mbele ya chama chao. Kuna mwanasiasa mmoja ni maarufu kwa umaarufu wake aliyoutengeneza hata kabla hajaonyesha kuingia kwenye siasa sana, kwa maana ya Joketi Mwegelo, ambaye anatajwa kuwa anatoka mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Mbinga. Na ilisemekana kwamba anakuja kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Na siku za hivi karibuni ameonekana akiwa Mbinga. Watu wanahoji ameshachukua fomu au bado? Hapana. Mheshimiwa Joketi kwanza yeye ni mjumbe wa Secretariat ya Halmashauri Kuu, kwa maana ni katibu mkuu wa Umoja wa Vijana Tanzania. Mimi sina taarifa kama anagombea Mbinga, lakini Mheshimiwa Joketi Mbinga ni nyumbani kwao. Na nyinyi Waswahili mtakubaliana nami tunasema mwenda kwao si mtumwa. Mheshimiwa Joketi ni kweli alifika ofisini kwetu, alipita akaelekea Mbinga, alikuwa na shughuli zake binafsi, na mimi nafahamu aliitwa na baba askofu wa Jimbo Katoliki la Mbinga kama mwana Mbinga. Sasa mtu kwenda nyumbani kwao hapangiwi ataenda lini, ataenda kwa shughuli gani. Na maneno yapo unavyosema, inasemekana nagombea, inasemekana kila mtu huenda akapewa zigo hilo, lakini mwenyewe hajatamka kama anagombea. Na sidhani, kwa sababu chama chetu kijitoa nafasi, wale walioko kwenye nafasi za kiutumishi za chama watoe taarifa ili nafasi zao zijaze, na yeye sidhani kama ni miongoni mwao. Kwa hiyo mimi sijasikia na sijamsikia kama amesema anagombea, na sijui kama anagombea, lakini yeye pia ni mwanachama, ana hiyo nafasi. Kama ambavyo nimeeleza awali, mwanachama wetu ana hiyo nafasi ya kuchagua ama kuchaguliwa. Kwa hiyo kwa Mheshimiwa Joketi, katibu mkuu wa Umoja wa Vijana, alipita kwenda Mbinga na shughuli zake binafsi, na mtu kwenda nyumbani kwao hapangiwi ataenda lini. Sasa ndugu mwandishi, baba askofu amekupa heshima, amekualika, utashindwa kwenda kwa sababu watu watakwambia utagombea? Nafikiri ni mambo tu yapo huko mtandaoni, na ili dunia yaende lazima hayo mambo yawepo. Kwa hiyo bado sisi tunamtambua kama katibu mkuu wetu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, mjumbe wa Secretariat ya Halmashauri Kuu ya CCM Taifa, anayefanya kazi yake vizuri kizalendo, na sisi mkoa wa Ruvuma tunajivunia yeye, anatuwakilisha vema. Vijana wa mkoa wa Ruvuma tunajivunia yeye, Mheshimiwa Joketi anatuwakilisha vema. Lakini sisemi kwamba ni dhambi ama haruhusiwi ama amezuiliwa kwenda kugombea, hapana. Ila fomu hajachukua mpaka sasa. Mimi sijaona akichukua fomu mpaka sasa hivi, sijaona akichukua fomu na sijaona, sijaambiwa, sijasikia. Lakini ana hiyo nafasi, anaruhusiwa, hazuiliwi kwa lolote. Ni mwana CCM, ana haki ya kuchagua, ana haki ya kuchaguliwa. Lakini sidhani kama ni vema mtu kwenda nyumbani kwao inaanza kuwa mada kwamba ameenda anataka kugombea. Kwani si ni mwana CCM? Si ni mwana Ruvuma? Akigombea kuna dhambi? Na muda wa wagombea ndio huu, na hajavunja katiba ya chama chetu. Si dhambi mtu kuwa na nafasi nyingine, akiamua kwenda kutumika kwenye nafasi nyingine ya kuwakilisha wananchi, si dhambi. Lakini sidhani kama ni vema kwamba ameenda nyumbani kwao, na mtu kwenda kwao haipaswi kuwa story. Na sisi Chama cha Mapinduzi kama nilivyoeleza, hayo mambo yote tutaweka kushoto. Itakapofika swala la uchaguzi, sisi tunaangalia taratibu tulizojiwekea. Wanachama wote, akiwemo yeye, nikiwemo mimi, ukiwemo wewe ndugu mwandishi, kama ni mwana CCM, unayo nafasi. Nafikiri umeona wanahabari wenzao wamejitokeza, ni wana CCM wamejitokeza kuomba ridhaa ya kuteuliwa na chama chetu kwa wagombea. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni story, ni kwamba swala kubwa ajienda Mbinga, ni nyumbani kwao. Kwanza kwa dhati kabisa ya moyo wangu, mimi nawapongeza wanahabari wa mkoa wa Ruvuma. Mnafanya kazi yenu kizalendo, mnafanya kazi yenu kwa kujitoa. Mimi kama mkuu wa idara hii ya mahusiano ya chama na nyinyi ndugu wanahabari, nafahamu mazingira tunafanyia kazi. Lakini nimesikia faraja sana kuona miongoni mwenu baadhi yenu mmejitokeza kuomba kuteuliwa na chama chetu kuwa wagombea, na naamini wako wengine watajitokeza kwenye vyama vyao vingine, kwa sababu si wote wako ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ninachotaka ni kuatia moyo, mmefanya jambo la msingi sana.
tukipata wawakilishi ambao wanatoka kwenye kundi la wanahabari, yako maslahi ya nchi yetu kupitia wanahabari, watakwenda kuyatetea kwa sababu wametoka kwenye kundi hilo. Waswahili wanasema muamba ngoma huvutia kwake. Tunaamini watu kutoka kundi la habari wakipata ridhaa kwenda kwenye vyombo vya maamuzi, vyombo vya dola, watakuwa na maslahi ya nchi yetu kwenye kada hiyo ya habari. Kwa hiyo nimeona baadhi ya waandishi wamejitokeza na naendelea kuwatia moyo watu wa kada zote. Hakuna mtu alizaliwa kwamba yeye ni cheo chake kile. Hivi vyeo, ndugu mwandishi, vingekuwa vya kudumu, mimi hata wewe tusingekuwa hapa, kwa sababu wale waliovianzisha ingebidi wawepo hapa hadi leo. Uongozi ni kupokezana vijiti. Kwa hiyo watu wathubutu. Wanahabari mmeonyesha mfano, na mimi natoa rai kwa watu wa kada nyingine, wanachama wetu waende wakaombe ridhaa, waombe kuteuliwa na chama chetu, wakagombee, wakawakilishe, wakalete maslahi kwa taifa letu kwenye kada za husika. Mimi nikija kwako, wewe tumefanya kazi na wewe kwa muda mrefu tu Tunduru, umekuja hapa mpaka sasa hivi. Nikisema kwa siku 2 hizi zilizobaki au 3, naomba ushauri wako. Unipe mimi yani ushauri. Kama mwandishi, kama Mwaijengo. Nifanyaje ndani ya hizi siku 3? Ufanyaje ili iwe nini? Ili niwe mgombea, na kama nataka kugombea nigombee nafasi gani? Kwa namna ambavyo umeitumikia jamii, mimi nakufahamu umekuwa mwandishi mzuri sana wa habari mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo wewe mwenyewe unabidi ujipime. Ukishajiona bwana mimi natosha hapa, vile ujionavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Sisi hatuwezi kukuamini kama wewe hujatoka na kujiamini. Kwa hiyo ukijiamini, kama ni mwanachama wa CCM, unaweza kugombea. Ziko pale nafasi za udiwani, ziko nafasi za ubunge, ikifika muda huko ziko nafasi hata za uspika, unaweza kugombea. Lakini tu huwezi kugombea urais, kwa sababu sisi tulishampata mwali wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Yani tunatamba naye, tumempitisha kwa raha zote. Nafikiri juzi ulifuatilia hotuba wakati anahairisha bunge, mama kama yule unampotezaje? Ile lulu unataka uipoteze vipi? Maono yale aliyoyaanzisha, unaona kabisa huyu mtu ana pahala hapa kutupeleka. Kwa hiyo pale sisi tumemaliza, lakini hizi zote zilizobakia, wewe ndugu yangu Mawazo Mwaijengo, unaweza. Nenda kama umejipima, unajiona umetosha, maji ya huu mto unaweza kuyavuka, nenda kachukue fomu. Ni mwana CCM, umejiona una vigezo vyote, nenda kesho asubuhi saa 2, kama ni kwa katibu wa CCM wa kata, kama ni kwa katibu wa CCM wa wilaya, nenda kajaze fomu. Na ukisema bwana mimi sijajipanga hela ya fomu, mimi John Foroteo, kwa kuwa ni ndugu yako, nitakuchangia. Si CCM, si kama mwenezi, kama John Foroteo, nitakuchangia ndugu yangu. Umejiona unataka kuwatumikia wananchi, una hela ya fomu, nenda hela ya fomu hiyo hapa, katimize haki yako. Kwa jinsi unavyoona sasa mwenezi, unaona mimi nafaa kwenye nafasi gani? Yoyote, udiwani, ubunge, nenda kawatumikia wananchi. Mimi kwa kuangalia najua umri wako unapita vile vigezo vya sheria za nchi, unaweza kutuwakilisha kwenye udiwani, unaweza kutuwakilisha kwenye ubunge. Kwa nini sio wewe? Nimekueleza hapa mwanzo. Hivi vyeo watu wasiamini kwamba ni lazima fulani, ni lazima mimi. Hivi vyeo si vya kudumu. Vyeo vingekuwa ni vya kudumu, mimi nisingekuwa nimekalia kiti hiki leo, lakini pia wewe usingekuwa umekaa hapo ulipo. Kwa hiyo nenda, unatamani jimbo, mimi nakutakia kila laheri. Ikiwa umejipima, umeona maji haya unaweza kuyavuka, nakutakia kila laheri.